Mama, unaitwa nani? Unatokea wapi? Naitwa Debora Hassan. Kutokea hapa Chalinze. Ndio. Mhudumu wa sauti ya uponyaji babangu na Bijesho. Nini Mungu amefanya kwenye maisha yako? Mungu amefanya mengi tu. Ukielezea sitaweza yote. Mimi kupitia huduma babangu na Bijesho saa hii na majira haya sipo. Lakini mitihani niliyopata mimi na bado naipata mimi, lakini kupitia huduma ya babangu na Bijesho amenisaidia na ameniponya. Ulikuwa unasumbuliwa na nini? Ulikuwa unaumwa nini? Nilikuwa naumwa, nimeenda hospitali wameniambia na vidonda vya tumbo. Alivyoenda hospitali kule kushangaza, wananipima damu hii imeganda. Manesi wanashangaa, kwa nini mbona damu tunatoa damu hapa imeganda? Nikasema hapana. Dakika nimekaa, mtumishi ananipigia simu bila kumtaarifu. Na shida ya Debora hajiwezi na damu yake hapa tukipima na maana haitoki imeganda. Sawa. Dakika ile alivyoacha simu mtumishi hapa madhabahu hii Joy. Na maana wananirudia tena kupima ile damu inatoka. Baada alipopiga simu mtumishi wangu mahali hapa. Basi akachukua ile damu akashangaa manesi akasema kwa nini inakuwa hivi? Nikasema sawa, Mungu yupo, babangu na Bijesho sitakufa nitaishi. Na kweli kutoka pale mpaka nyumbani hata wale ndugu zangu walishangaa hilo jambo. Nashukuru mpaka saa hii na majirani mpaka hata leo kuja mahali hapa ni Mungu mwenyewe kapenda nifike hapa. Lakini singekuja hapa kutokana na mitihani na wachawi walikopo na wanizingira. Amina. Unawaambia nini wanaokusikiliza sasa hivi wenye shida kama zako? Wasikae nyumbani na shida zao, waje kwa babangu na Bijesho, watasaidiwa na watapona na watafanikiwa mambo yao. Amina. Wasikae na magonjwa. Wasikae. Mungu akubariki sana.